Mtazamaji wetu, bado tunaendelea na umisheni katika mkoa huu wa Iringa, na hili ni kanisa ambalo limekuwa ni gumzo katika mkoa huu wa Iringa, katika kijiji cha Mfyome, kupitia mtumishi wa Mungu mchungaji Ephraim Maondo, ambaye amekuwa ni wa baraka sana katika hiki kijiji. Amekuwa ni mfano wa kuigwa kwa makanisa ambayo yanapatikana hapa katika kijiji cha Mfyome. Kama unakumbuka, miaka kadha imepita, kama 5 hivi imepita, tuliwahi kufika na tukawarekodi namna ambavyo walikuwa wakishirikiana na wamama watu wazima wakifanya vibarua kwenye mashamba ya watu ili kupata pesa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Na wanamshukuru Mungu, kanisa liweza kujengwa na tulishai kulionyesha limekamilika, na kilichobakia ni madirisha ya vioo pamoja na kuweka umeme, lakini pia na kuweka floor chini, kuweka sakafu. Na sasa za kujiorganize tena, wanafanya vibarua kwa njia kufyatua matofali. Wao pamoja, wamama, vijana, pamoja na mchungaji mwenyewe akiwa ni mfano mzuri wa kuigwa kwa kifyatua matofali, na baada ya matofali watayauza ili kusudi kuweza kupata pesa kwa ajili ya kuweka hiyo floor. Na wanataraji pengine mwezi wa 12 kanisa hili liweze kufunguliwa au kuzinduliwa rasmi, na kiongozi ambaye watabahatika kumwalika na kuweza kufika hapo na kuweza kulifungua. Karibu tuweze kuzungumza sasa na mchungaji mwenyeji wa kanisa hili. Pengine anaweza kana machache ya kuzungumza kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia channel yetu ya NYTV. Hapa kazi. Mchungaji, pole. Asante. Naona umependeza kabisa. Sana. Pole kwa kazi njema ambayo mnaifanya mahali hapa. Tunamshukuru Mungu. Amina. Tunaendelea vizuri. Tusikie machache ambayo pengine unaweza kuzungumza na mtazamaji wetu kwa hicho ambacho mnakifanya mahali hapa. Kwa kweli majira yanabadilika. Na kama majira yanabadilika, kitu ambacho kimetokea ni kwamba tulikuwa tunafanya vibarua vya kulima, vya kuvuna, lakini kwenye yale mazingira mwaka huu kama hivi tunaona mvua imekuwa ni kama ya shida. Hatujapata vibarua vya kutosha, na sasa nini ambacho tunakifanya? Tukaja na wazo jingine jipya ambalo ni la kupiga tofali. Kwa kweli lengo la kupiga tofali hizi ili tuweze kuhakikisha kwamba hii kazi inafanyika. Tunashukuru sana ninyi ambao mliweza kutuchangia pale awali. Kwa kweli mlifanya kazi kubwa. Wakati hili kanisa letu ndugu mwandishi unakuja, tulikuwa kwenye kozi ya 6, lakini mpaka sasa limeshafunikwa. Kwa kweli kuna watu ambao wametia mkono wao tena kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Si kwamba wao hawana mahitaji, lakini wakaona tu hii kazi ya Mungu ili angalau ifike mahali pazuri. Kwa kweli mpaka sasa tunamshukuru Mungu sana. Lakini tukasema hatuwezi tukakaa tu alafu tukawa tunasubiri kwamba watu watatoa, watu watafanya hivi. Imekuwa ni ngumu. Sisi wenyewe tukasema ngoja tujiongeze, tukaanza tukatafuta mteja. Sasa hivi ninavyozungumza hivi tuna oda ya tofali 16,000. Bei ni ndogo, tofali moja ni kama shilingi 200, lakini pamoja na hayo tukasema tutasogeza, tutafika mahali fulani. Sasa kwenye haya mazingira tunaendelea kupambana ili ya kwamba tuhakikishe kabisa kwamba kazi ile mwaka huu tumelenga mwezi wa 11, kufikia mwezi wa 11 tuwe tumepiga plaster, floor pale pamekaa vizuri kabisa, ili jengo tuliweke wakfu kwa Bwana kwamba sasa iwe rasmi tumelifungua, na watu tukaabudu pale katika namna nzuri. Unajua huko kuna upepo, kuna kabaridi, hasa madirisha yale tunataka nayo tuyaweke. Sasa tusipofika mahali tukajiongeza, maana yake itakuwa ni ngumu. Ila tu kwa kweli najua kabisa kwamba mmetusaidia, watu wametusaidia vitu mbalimbali, lakini bado ukiguswa kutusaidia katika namna moja au namna nyingine, tunakukaribisha sana ili tuweze kumalizia hii kazi. Pale kupiga floor
na plaster pale tunahitaji kama mifuko 306. Tumita fundi akapima 306. Bado gharama za kumlipa fundi, bado tunahitaji mambo ya mchanga, kokoto, bado kazi ni kubwa, lakini tunamwamini Mungu. Mungu atakwenda kutusaidia. Ila Mungu akikugusa katika namna aina yote, tunakukaribisha ili uweze kushiriki pamoja na sisi. Ninashukuru sana kwa sababu nina washirika hapa kama vile ambavyo nawaona wako hapa. Kwa kweli wamekuwa bega kwa bega na hii kazi. Si kwamba ni ya leo tu. Hapana, hii kazi kama unavyoona mashimo hivi, tumeendelea kutoa tofali moja baada jingine mpaka imefikia hatua hivi. Wamekuwa wanajitoa. Kuna wamama ambao kwa kweli ni wazee sana, lakini pamoja na hayo tunamshukuru Mungu sana. Wamekuwa bega kwa bega, asubuhi na mapema tuko hapa tunahakikisha kabisa kazi inaendelea. Lakini si hivyo tu, kuna baba ambao kwa kweli ni watu wazima, wana wajukuu, lakini wanakimbiza floma hapa na mambo yanakwenda. Kwa kweli ni washukuru sana kanisa la Mfyome Revival kwa kazi ambayo mnaifanya. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu atawalipa na Mungu atawaongezea. Mimi naahidi kabisa mbele za Mungu kwamba huyu Mungu ambaye anabariki, tukimaliza hii kazi, nataka niwaambieni Mungu atawabariki watu. Watu watakuwa na nyumba zao, watu watakuwa na magari, watakuwa na pikipiki zao. Na kumbuka mchungaji wangu wakati anapanua kanisa lile la Kinondoni miaka ile, wakati wanapanua tu walikuwa na upanuzi miaka ile, ni miaka mingi sasa imepita. Mchungaji aliwahi kusimama, mchungaji kiongozi, mchungaji Dr. Rogate Zakayo Swai, akasema mkiona tu kanisa limeisha hili, watu watapata magari, watoto wao watasoma. Na kuna vitu ambavyo mimi nimevishuhudia baada ya yale maneno na ile kanisa kufikia hatua ile ambayo ilikuwa imefikia. Sio sasa hivi wakati wanajenga si ghorofa 4 ghorofa 5 sasa hivi, lakini pale walipokuwa wanapanua. Nimekwenda pale Kinondoni nikakuta hata parking tu hakuna. Kwa nini? Kwa sababu kuna neno la mtumishi wa Mungu lilikuwa limezungumza hivyo. Na mimi kweli naamini kabisa Mungu hata tuacha, Mungu atakwenda kutubariki, yani isivyokuwa kawaida. Kanisa la Mfyome na wale watu ambao wameendelea kufanya au kutoa katika namna mbalimbali. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Hongereni sana mama. Shikamoni. Watazamaji, nizungumze na huyu mama, naona kidogo kama ule umeenda. Mama shikamo. Marahaba baba, ujambo? Sijambo. Unaitwa nani? Naitwa Kadia Pascal Msungu. Hongera sana mama. Asante. Kuna kipindi nilikuja wakati mnafanya vibarua, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu? Ndiyo. Ulishiriki? Nilishiriki. Hongera sana, naona hata leo mnashiriki kwenye kufyatua matofali. Ndiyo baba. Hebu niambie ugumu wa hii kazi ukoje? Kwa kweli ina ugumu, lakini tunajitia nguvu kwa sababu Mungu anatusaidia. Mchungaji sio kama anawatumikisha sana? Hapana. Si wenyewe tunahiari, tunaipenda kazi ya Mungu kuifanya. Ndiyo. Na tumeona na matokeo tunapoifanya kazi ya Mungu. Ni matokeo gani ambayo pengine tangu mwanze kufanya vibarua na sasa mnafyatua matofali umeweza kuyapata? Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba tangu tuanze kufanya vibarua kuna jengo ambalo liko mbele yetu, pamoja na kusema kwamba sio hatujahusika nguvu zote wenyewe, lakini bado tumemwona Mungu akitusaidia. Mungu akubariki. Amina baba. Watazamaji, mtafute mama mchungaji. Nafikiri naye atakuwa kidogo na mawili matatu ya kuzungumza. Si kwamba mchungaji anafanya kazi peke yake, yuko na mke wake hapa. Tumtafute ili kusudi tuweze kusikia naye anazungumzaje. Mama mchungaji uko wapi? Hapa kazi niko na mama mchungaji, na yeye naona kwamba amekubali matokeo. Bwana asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana. Asante. Uko na jeshi kubwa Kabisa. Wanawaka mshindwe? Ndio. Mna mambo. Kweli kabisa. Hongera sana. Asante baba. Una yapi ya kuzungumza katika hii kazi nzito mnayoifanya hapa? Asante. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya washirika hawa ambao tuko pamoja kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Tunafanya kazi hii kwa ajili ya kuimarisha kanisa letu. Tunajua kwamba kanisa bado halijaisha. Kwa hiyo tunafanya kibarua ili tuweze kupata pesa, tuweze kusakafia ile kanisa na kununua madirisha pia. Ndio. Umoja wa wanawake hawa unaweza kuuzungumziaje? Kwa kweli wanawake hawa wako vizuri, tunashikamana kwa pamoja na wakati tamaa, yani tunafanya kazi kwa umoja na kwa upendo kabisa. Ndio. Mungu akubariki sana mchungaji. Asante, nashukuru. Jamani, huyu ni mama mchungaji na nyuma yake liko jeshi, kama nilivyowaambia kwamba wanawake ni jeshi kubwa.
na hapa ni matofali ambayo yamekauka, sasa wanayabeba ili kuyaweka sehemu husika, hili watakapokuja kuyabeba wawe na wepesi wa kuyakusanya. Hii ni channel pendwa yako ya NYTV. Hili ndio eneo la kanisa ambalo tunatarajia kujenga kupitia zile tofali ambazo nilikuwa na kuonyesha ndugu mwandishi wa habari. Eneo hili lote ambalo tulikuwa tumepanda mahindi, na hili eneo lina hati kabisa, na tumshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Lakini hapa eneo hili ndipo ambapo sasa tutasimika jengo rasmi hapa kupitia zile tofali ambazo umeziona. Lakini hili ndilo jengo ambalo wanaabudia kwa sasa hivi, na hawezi kukaa watu 20. Hawezi kukaa watu 20 kwa sababu kajengo kenyewe ni kadogo. Hii ni nyumba ya mchungaji. Hapo kuna kaukumbi alafu na kachumba kamoja hapo. Utaona ndugu mtangazaji, ili uone hali halisi. Kwa hiyo tu msituchoke, kwa maana ya tunapofika mahali tunaomba kwa mtu yote ambaye anaweza kaguswa kufanya kitu, kwa sababu mahali hapa ndugu mtangazaji tuna bati 33 na tunayo matofali 6,000, lakini bado tukiongezea bati angalau ziwe bati 40 itakuwa ni jambo zuri sana. Lakini kulingana na majukumu tulionayo yamekuwa ni mengi kwa kweli, bado hatujafikia huko. Tunaomba mtu yote ambaye ataguswa kufanya jambo la aina yoyote kwenye haya mazingira ya umisheni huu, kwa kweli Mungu wa mbinguni atawabariki.
Tunashukuru pia hata kwa ajili ya baba askofu ambaye kwenye ule mpango mkakati wa jimbo wa makanisa 100 mahali hapa ameweka kipaumbele kabisa, na ameshafanya mkutano, na kuna watu wameokoka wako hapa. Kuna watu 14 ambao wako hapa wanaendelea na ibada hapa. Ni mahali ambapo kwa kweli panahitaji, hao watu wanahitaji jengo nzuri. Tunahitaji mbao, tunahitaji kusimamisha tu ule ukuta kwa maana ya ujenzi kwa ujumla kwa hilo jengo. Bado hatujawa na pesa kamili, lakini kama kuna mtu yote anaweza kuguswa katika namna moja au namna nyingine, basi shiriki pamoja na sisi hizi baraka. Mungu wa mbinguni atakubariki sana, na tunajisikia vizuri wewe ambaye umeendelea kututia moyo, umetusaidia kule kwenye lile jengo kubwa, na hata hapa Mungu akikupa neema, basi karibu tushiriki sote, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Ndugu mwandishi wa habari, hapa ndipo washirika wa eneo la Matembo ndipo wanapoabudia. Hii ilikuwa ni nyumba ya mchungaji, na kama unavyoona hivi ndio viti vyenyewe. Hapa ndipo ambapo wanakaa washirika, lakini nyuma yako hapo kuna kiti cha mchungaji. Hicho hapo ambapo nakaa hapo, na kama vile ambavyo unaona madirisha ndivyo ambavyo yalivyo. Sio tuna act, hapana, lakini ndivyo ilivyo, ndio hali halisi jinsi ilivyo. Na ukigeuka kulia kwako kuna chumba cha mchungaji ambacho mchungaji akiishi hapa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mazingira yalivyo kwa kweli. Asanteni sana. Nashukuru. Naona maajabu Yesu akimulika. Haleluya. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Naona maajabu Yesu akimulika. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Naona maajabu Yesu akimulika. Haleluya. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Naona maajabu Yesu akimulika. Nilisikia sauti ya Bwana ikiniita, mwanangu njoo. Niliposikia nikaenda upesi. Naona maajabu Yesu akimulika. Haleluya. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Unimulikie Baba, unimulikie. Naona maajabu Yesu akimulika. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Amina. Barikiwe sana. Amen. Nimekuja ghafla, hamkujua kama tunakuja, lakini ashukuriwe Mungu, kumbe mnakusanyika. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Kukusanyika kwenye ibada kunaonyesha uhai wa kiroho. Amen. Ukiona mtu apendelee ibada, muangalie sana rohoni. Utakuta mambo hayaendiendi kabisa. Lakini ukiona mtu anafika mahali anakuwa na ule ukereketwa kwamba kuna kitu kinaendelea, humo ndani kuna uhai. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Pamoja na kwamba mmekuja wachache, lakini Mungu, neno la Mungu linatia moyo. Anasema walipo 2 au 3 kwa ajili ya jina lake, na yeye yupo katikati yao. Jamani, amina. Amen.
Ya, nimekuja na rafiki yetu anaitwa Pasco Nyamwihula. Ametoka Dar es Salaam, ameingia leo alfajiri, amekuja kututembelea. Amen. Sawa jamani. Amekuja kututembelea. Najisikia vizuri sana. Amen. Sawa jamani. Amen. Lakini pia kazi yake ni mwandishi wa habari. Amen. Sawa jamani. Amen. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana nani? Mungu. Natamani tusome maneno ya Mungu kwa kifupi. Alafu baada ya hapo sisi tutakuwa tunaondoka. Sawa jamani. Amen. Kwenye kile kitabu cha Marko, sura ile ya 2 mstari wa 1 na kuendelea, maneno ya Mungu yanasema, akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, likasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kuivunja wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Amen. Na baadhi ya waandishi waliokuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka ujitwike godoro lako uende? Amen. Baba yetu, ninaomba yabariki maneno haya katika jina la Yesu Kristo, yakawe ni afya mifupani mwetu, rohoni mwetu, yakalete mabadiliko kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno ya Mungu jioni ya leo yanazungumza kitu cha ajabu sana hapa, ambacho natamani na wewe uone kama vile mwenzako ambavyo nimeona kwamba kuna kitu cha ajabu. Maneno ya Mungu yanazungumza juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa amepooza. Mtu ambaye amepooza ni sawa sana mtu ni kama vile amekufa, kwa sababu kama mguu huu mkulukuu umepoza, kitu kinachokwenda kutokea ni kwamba huu mguu ni lazima utausaidia tu kwamba uende upande huu, uende hivi, kwa sababu hauna nguvu, umepoza. Amen. Sasa ikiwa kwenye yale mazingira kuna watu 4 waliposikia habari za huyu mfalme Yesu, walichokifanya wakasema, tutampeleka kwa Bwana Yesu, kwa sababu wamesikia habari za Yesu kwamba Yesu ni mponyaji. Sasa ikiwa kwenye yale mazingira wamekwenda pale, wakakuta kuna watu wamekuwa ni wengi sana, kwamba hawawezi kumfikisha yule mgonjwa mbele za Bwana Yesu. Amen. Walichokifanya, wakatafuta namna, wakapanda juu ya dari, na wakuuliza sijui kwamba jamani hii nyumba ni ya nani. Walichokijua ni kwenda kumfikia Bwana Yesu ndani ya maisha yao, kwamba yale mawazo yao moja kwa moja yameelekezwa kwa nani? Kwa Yesu, kwamba ngoja twende kwa Yesu, huyu mgonjwa tumfikishe kwa Yesu. Tukimfikisha tu kuna kitu kitakwenda kutokea. Amen. Wapendwa, jina la Yesu ni nguvu yetu. Amen. Dhidi ya wachawi, dhidi ya ilizi, dhidi ya walozi. Wapendwa, jina la Yesu lina nguvu. Amen. Sasa wakiwa kwenye yale mazingira, wamekwenda wakafika mahali wamebomoa ile dari, halafu baadaye wewe fikiria wanabomoa dari ya kutosha kuingiza mtu pale, halafu anaingia, wanamshusha mbele za nani? Mbele za Yesu. Yesu alipoona imani ile alishangaa sana, akasema,
sijaona watu wenye imani kama ninyi. Sasa ni nini ambacho kinafanyika? Kinachokwenda kufanyika ambacho kilikuwa ni cha ajabu. Alipoona ile imani tu ya wale waliombeba, yule inawezekana alikuwa hajijui kama anakwenda wapi, anapelekwa kwa Yesu. Inawezekana alikuwa hajijui kwa sababu mtu amepoza, yuko hali mbaya. Sasa kwenye yale mazingira, Yesu alipoona ile imani ya wale waliombeba, nini ambacho kinatokea? Yesu akafika mahali akaweka uzima kwa yule mgonjwa. Amen. Sikizeni ndugu zangu. Kuna vitu vingi kwenye dunia hii, si ndivyo jamani? Amen. Tumesikia maji ni kweli, tumesikia kuna sabuni sawa, tumesikia mpaka kuna keki za upako sawa, mpaka unakanyaga mafuta. Nisikilize wapendwa, tumepewa jina la Yesu, jina moja tu. Hili jina lina nguvu ya kumuinua mtu aliyepoza kutoka pale chini na akafika mahali akatembea yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndilo jina ambalo tumepewa. Hatuna jina jingine sisi. Amen. Jamani, amina. Hakuna jina jingine. Na ndio maana nakumbuka kuna siku moja tukifanya mkutano mahali fulani jirani hapa, kule chini kule kwa kina Manjula kule kwa zamani kule. Nini ambacho kilitokea? Mtu amekuja na mafuta, amesema sio ametoa kwa nabii nani, lakini yale mafuta hajafika mahali, anakunywa mafuta kabisa namna hii yako kwenye chupa. Alafu unapaka unafika mahali unamhurumia, amesema mafuta nimepewa na nabii. Nisikilize. Jina la Yesu ni jina pekee. Hakuna jina jingine ambalo tumepewa sisi linalotupasa sisi kuokolewa kwalo. Ni jina la nani? Jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sikilizeni. Sisi hapa tuko wachache, si ndivyo? Amen. Mko wachache namna hii. Lakini ukweli mkiwa na huyu Yesu, wapendwa, kuna jambo linatokea. Mungu afanye kazi yake kwa sababu ya wingi wa watu. Amen. Mungu anafanya kazi na wale watu ambao wameionyesha imani ya kwamba yupo Yesu mtenda miujiza. Sikilize, hakuna kitu cha kutuogopesha tukiwa na jina la Yesu. Hakuna. Sikilize, mwenzio mimi zamani zile nilikuwa kwenye mazingira magumu. Wazazi wangu walifika mahali walifilisika kabisa kwa sababu ya yale mazingira. Mimi ni mtoto wa 7, lakini yupo mtoto wa kwanza. Tangu huyu mtoto wa kwanza, kwa mama tuko 9 sote, lakini tangu huyu wa kwanza mpaka mimi wa 7, kuna mambo ya ajabu ambayo kule kwetu yalikuwepo. Yalikuwa ni ajabu. Kakaangu wakati miaka ile akiwa kwenye yale mazingira ya kusoma, ana akili nzuri, amefaulu tu kwenda sekondari, akageuka kwa kichaa. Akiwa kwenye yale mazingira wenzake wakaenda kusoma na yeye akalibaki akusoma. Nini? Ni kwa sababu ya vile, yani kulikuwa na mambo ya ajabu. Dada yangu mmoja wanaenda shule, anasema sijui kijiti amekuta kijiti, siku zile wanatumia ile miswaki ile, amekata hivi, amesema kijiti kimeingia kwenye nani, kwenye ukucha. Yani halali, yuko kwenye mazingira magumu. Dada yangu mmoja anafika mahali akiangalia tu anaona vipepeo tu, hana namna. Nisikilize, mwaka 89 mimi ndipo kutana na Yesu. Hawa wengine walikuwa wanaendelea bado kuhangaika, wako kwenye yale mazingira ya kuhangaika. Siku moja ya ajabu, mimi baada ya kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, jambo ambalo litokea la ajabu ambalo mpaka leo nimeliweka moyoni mwangu kwamba huyu Yesu simuachi. Amen. Wapendwa, nilipookoka tulikuwa na mwalimu mmoja mkuu anaitwa Mwalimu James Mlozi, yuko pale Mbeya sasa hivi. Alafu akafika mahali akasema mimi tunakuombea. Nikaona kama ni kitu cha ajabu. Kwenye wokovu wa Yesu Kristo itakusaidia. Usije hapa kama dini, njoo hapa kama wewe ambaye umefika mahali umebadilishwa, umegeuzwa. Nafikiri hilo ndio jambo moja la muhimu sana. Hebu nenda mbele za Mungu, jiombee wakati na mimi naendelea kuombea. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni Mungu ambaye Baba mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Baba, pokea sifa, utukufu na heshima
kwa kuwa Mungu wewe ni Bwana mabwana. Tupe neema Yesu kama kanisa kwenye nyakati hizi za kujua wewe kwamba wewe Mungu ndio mtenda miujiza. Baba, hakika hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova. Hivyo Yesu, naachilia neema yako Bwana mahali hapa Bwana, pakaendelee kukua katika namna na viwango visivyokuwa vya kawaida. Baba, kwenye huu mkakati wetu wa mpango wa kupanda makanisa 100 ndani ya mwaka huu, Yesu, ninaomba Bwana makusudi yako yakatimie, yakainuliwe na Mungu yakatukuzwe sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuwa Yesu wewe ndio Bwana mabwana. Baba, pokea sifa, utukufu na heshima Baba mahali hapa Yesu, paka kuwe, paka ongezeke, paka we juu zaidi, kwa kuwa Bwana Yesu Baba wewe ni Bwana, wewe ni Mungu pekee, wewe ni Mungu ambaye Baba utalikuza kanisa la mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakataa roho ya kurudi nyuma, ninakataa kwa jina la Yesu, bali neema yako Bwana Mungu ikawasaidie. Mungu mfalme mahali hapa Bwana pakafanyike, pakawe nuru halisi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuwa Yesu Bwana mabwana uko. Hivyo Mungu, ninaachilia baraka zako ndani ya kanisa hili, ukawakumbuke na kuwainua na kuwalinda Baba na kuwapandisha. Na Yesu, kibariki kazi za mikono ya watu hawa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuwa Yesu upo wewe Bwana Mungu, na kurudisha sifa, utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Baba, tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amina.